Lakini mambo ya kiakhira hakuna cha sijui. Kila mmoja inal insana ala nafsihi basira. Allah anasema kila mmoja anajijua kabisa mambo yake anayo namna gani amesimama kwenye utekelezaji wa amri za Allah. Kwa sababu wewe unajua kabisa mimi nimepangiwa kila siku ni swala 5. Kila siku kapanga Allah. Sasa unataka ujitizame, je, nasimama nazo vizuri? Maki hiyo Mtume anasema hilo ndio la kwanza kabisa ambalo Mwenyezi Mungu analicheki. Yaani katika vitu vyote vinavyokaguliwa ni swala 5. Ukiweza kusimama vizuri kwenye swala 5 kwa wakati wake, kitaba maukuta, Allah anasema kwa muda maalum uliopangwa. Sio maana mara nyingi watu akiwa kwenye biashara zimechanganya, biashara zimenoga, maana yake swala inapita. Akiwa kwenye mpira swala inapita, akiwa kwenye siasa swala inapita, akiwa kwenye harusi swala inampita, wengi tunafeli hapo. Hapo Allah hakuelewi. Hata ufanye hakuelewi. Kama eti ulikuwa kwenye mpira, sio ulikuwa kwenye siasa zako, sio ulikuwa kwenye harusi, sio kwenye msiba, hiyo haihesabiwi. Sasa lazima tuwe makini. Maana kuna watu wanasema mimi nitalipia kadha baadaye. Sio umetoa wapi mshele? Hawa maswahaba walitaka waswali wakati wanapigania dini, wapigane afu baadaye wataswali. Wakaambiwa hakuna. Unapigania dini ya Mungu lakini unaambiwa ndani ya vita waswali. Sasa wewe uko kwenye harusi yetu, unasema niko kwenye harusi kubwa sana, hii harusi nzito. Wewe watu machizi. Yaani watu wanabugi vibaya. Salale. Shuko kwenye kama sasa hivi ndio siasa zimechangaa, zinaanza kunanoga, niko kwenye kampeni. Utaumizwa. Unaanza kupiga virungu huku na bado mbele hazapati. Yaani watu wengine unajua salale. Ndio maana mimi nilijitoka kwenye vyama siku nyingi, sina chama chochote duniani. Sina mpango navyo. Ya nini bwana nipate shida? Kama hela nishapata. Sasa ndio nikasema lazima tuwe makini ndugu zangu. Usicheze na chezea vyama vyako, mipira yako, nini zako. Maki ufikirie watu walivyokuwa, mtu anakubali kufa eti kwenye chama. Anakubali kufa kwenye mpira. Hivi una akili wewe? Kweli? Uje ufika kaburi unaambia wewe ulikuwa sasa mimi nilikuwa Yanga. Maki ndio mtavotema wama dinuka. Dini yako gani? Sema dini yangu Simba. Maki si ndio unasema mimi Simba damu? Kwa simnasikia watu si wanakufa. Simnasikia kama mtu akifungwa anakufa. Hivi unafikia anakufaje yule mtu? Ni maana timu iko hapa kwenye moyo. Kuliko baba yake, kuliko mama yake. Kuliko dini. Sasa inatakiwa watu tuwe makini sana na haya mambo. Vitu vyote vya kidunia vinatakiwa visikae kwenye moyo wako. Hata vyote vipotezee. Ushabiki wa aina tu lakini usiingie kwenye moyo mpaka kiasi kwamba unaanza kufa kibudu. Watu wanabeba binadamu mwezi hata mbebeje. Huyu aliojenga msikiti huu Gaddafi alikuwa anawapa kila mwezi watu wasio na ajira hela ya kula. Yaani una hela ya mtaji, unapewa hela ya kula. Kila mwezi unapewa hela. Mimi nimeishi nao watu. Hata shekhe huyu hapo muulizeni huyu mufti wetu, shekhe wetu wa mkoa. Watu wanakula kila mwezi wanapewa hela. Kama kijana umekuwa ueleweki, unajengewa nyumba na unapewa hela ya kula na mke wako. Alikuwa hataki watu waishi kwa shida. Lakini bado watu wakasema bana huyu bana hapana tumuondoe. Hafai huyu. Wewe fikiria sasa niambie nchi kama hiyo. Watu wanakula bure, wanalala bure.
Hakuna shida ya maisha. Yaani ukienda na pikipiki yako kwenye mafuta, kuna rafiki yangu walikuwa kule, asema ukifika pale Shell unaambiwa jaza ondoka. Utui hela, wanakuangalia wewe na maisha gani? Sema maisha ya kawaida, sema jaza ondoka zako. Ukienda petrol station, ndio maisha yalivyokuwa. Na bado watu hawajaridhika. Wakaingizwa kwenye 18 na watu wasio na fikra wakaje si dini balali mwakuta. Sasa na sisi wa Tanzania tuwe makini sana na watu wa siasa. Hatari sana. Mimi nimekaa Nairobi. Nilikuwa nahojiana na jamaa wale mji mmoja anaitwa Pumwani. Yaani Pumwani pale ni mtaa wa Uswahilini hivi. Tulikuwa tunaongea mambo haya. Tunaona vipi nyie na nini? Bwana sisi bwana kila tukichagua chama yale. Tukibadilisha huyu yale. Nikamwambia labda mtafute mtu kutoka mbinguni. Lakini duniani hapa yani utachakochuliwa tu. Duniani labda nyinyi usijidanganye kwamba tukibadilisha si huyu. Haiwezekani. Nyinyi wauni. Lazima mpeleke kiuni. Allah anasema anawapeleka kama mlivyo nyie. Raia mkiwa mmetulia, na Allah anapeleka hivyo utulivu. Mkijichanganya, mnapigwa virungu. Sasa uzuri Tanzania mara nyingi wengi hawaga wajichanganye sana. Baadhi tu wanashikiwa masikio. Tanzania nashukuru hamla. Mimi nimeenda huko kwa wenzetu huko. Hayo ulali. Unaishi kama digidigi. Hata digidigi ina nafuu. Sasa ndugu zangu, sisi Allah tabaraka taala ametujalia hii dini yetu. Kila mmoja atulie kwenye dini. Kama tadini hutapata shida yoyote. Sio kila mmoja ameshawekewa maisha yake hapa duniani na Allah. Lazima tuelewe hilo. Yaani kila mmoja ameshaandika utakula hivi, utalala hivi, mpaka utajenga hivi, kila mmoja ataishi namna alivyoandika mwenyewe kwenye tumbo la mama yake. Kama nasema yani kila mmoja ataishi salama kutokana na alivyojipangia. Sasa sisi usiforce zaidi kufanya amali na ibada zako. Piga ibada vizuri. Ibada ndio inabadilisha mazingira tu peke yake. Ukifanya ibada vizuri kama nilivyozungumza mwanzo, swala 5 zako safi. Sunna mbalimbali. Allah lazima kutengeneze mambo. Usihangaike kutafuta si mchawi wala nani. Simama kwenye dini vizuri basi. Sawa ndugu zangu. Kwa inshallah kila mmoja wetu kwa mapenzi ya Allah tabaraka taala, nazungumza mara nyingine, asimame vizuri kwenye ibada. Akisimama vizuri tayari. Akisimama vizuri kwenye ibada, Allah tabaraka taala hawezi kumtupa. Allah anasema mimi simtupi mja wangu. Mja ni mtu ambaye amesimama vizuri kwenye ibada. Kwa inshallah sote tuweke nia ambao tunakuja msikitini mara kwa mara. Huko ulipo usicheze mbali na ibada zako, hasa swala 5 na mambo mengine. Kwa inshallah Ijumaa inakuja, Allah kijalia, tutamalizie tufanye amali gani ndani ya hizi swala zetu 5 ili mambo yawe wanasema yawe level. Maki unasema mambo yako level. Sasa utaka mambo yakae level, kuna mambo ya kufanya, tutaambiana inshallah. Ijumaa inakuja kama inshallah, sio lazima. Ukisema lazima utakuwa fake wewe. Yaani kama inshallah Allah akipenda. Makala alikufa leo naye alikuwa anasema nitakuwepo. Sasa hivi anafikiria kuzikwa. Sasa ndio maana nasema inshallah kama nitakuwa niko hai na mambo yatakuwa level kama hivi, tutakutana inshallah. Tumeje tutamaliziana inshallah.